Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Taarifa niliyoipata kuhusiana na Wema Sepetu imeweza kunistajabisha kabisa, lakini nikaona anyway nijaribu kufuatilia kiundani kabisa. Inasemekana kwamba Tanzania Sweetheart Wema Sepetu amejifungua mtoto wa kiume, na hii ni taarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine imeweza kuwashtua wengi, lakini wengi wameonekana kufurahishwa na kitu ambacho kimeweza kutokea. Sasa ni kwamba Maimartha kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuweka wazi kuhusiana na hii issue zima inayomhusu Wema Sepetu kujifungua mtoto wa kiume. Of course ni ndoto yake ya muda mrefu sana. Kumbuka Wema Sepetu alikuwa ana mbwa anaenda kwa jina la Manunu, na bahati mbaya Manunu bwana ashafariki, lakini wengi walimtabiria kwamba baada ya Manunu kufariki basi huyu mtoto maana yake alikuwa ni mjamzito. Kwa taarifa ninazozipata ni kwamba basi huyu Manunu atakuwa ni mbegu pengine ya mtoto anayekuja. Sasa tuna bahati mbaya sikukuwekea hapa, kuna taarifa kuhusiana na baby shower ilikuwa ni jana, ambapo ilikuwa ni baby shower ya mtoto wa Wema Sepetu, lakini pia sasa hivi Maimartha ameposti na kusema kwamba habari zilizotufikia jioni ya leo zinasema Wema amejifungua mtoto wa kiume leo majira ya saa 11 za jioni, au sio? Kwa hiyo majira ya saa 11 za jioni Wema Sepetu amebarikiwa kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo hii ni baraka kubwa sana, kwa sababu yeye pamoja na Whozu inaenda kuleta furaha kubwa sana, lakini pia naweza kusema kwa wapenda burudani, hii ni taarifa nzuri kwa wale wanaompenda Wema Sepetu, kwa sababu ni mwanamke ambaye alikuwa na ndoto ya miaka mingi kuwa na mtoto, na siku zote furaha ya mwanamke ni kuwa na mtoto, na hakuna kitu ambacho kinamuumiza sana mwanamke pale anapokosa mtoto. Na kumbuka walikuwa wanamuita majina mengi sana ya kumdhihaki, lakini kwa bahati nzuri Mungu amewaumbua wote ambao walikuwa wanamsema vibaya. Kumbuka Wema Sepetu ametoka na mastaa kibao katika kiwanda cha burudani ikiwemo Bongo Movie pamoja na Bongo Flava. Nikukumbusha tu au nikurudishe nyuma, nikukumbusha alishawahi kuwa na mahusiano na marehemu Kanumba. Kwa bahati mbaya hawakufanikiwa kupata mtoto, lakini Kanumba kwa mdomo wake alisema kwamba Wema alishawahi kubeba ujauzito wake na akatoa, na alimpa pigo kubwa sana kwamba kama umetoa ujauzito wangu mimi basi hutakuja kupata mtoto. Of course ni maneno ambayo yalikuwa yamezungumzwa na watu wengi, of course hayana ukweli wowote, lakini pia akaja kutoka na Nasibu. Huyu nazungumzia Nasibu Abdul Diamond Platnumz, ambaye tunaona waliweza kuona mahusiano miaka kadha wa kadha, lakini kwa bahati ambayo sio yake Diamond hawakufanikiwa kupata mtoto. Kwa hiyo sasa hivi nazungumzia hii issue ambayo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Of course ndio kitu ambacho watu wengi wamekuwa kizungumzia sasa hivi kupitia Instagram yote. MC Garabia kaandika God's time, maana yake huu ni wakati wa Mwenyezi Mungu. Mmoja kaandika kwamba where are you to raise your voice as what you did. Akaandika you are ridiculous, this woman relentlessly had every manner of insult at her and found not a single redeeming quality in her. All of this team I say, Kiingereza chake ni kigumu, lakini hapa nazungumzia wale walikuwa wanamtukana na Wema Sepetu wameumbuka. Pengine labda nifupishe hivyo. Mungu wetu ni mkuu, hongera zake. Nahisi kulia, nimelia hapa naenda kulala na mama, ila Mungu kupitia Wema wengi tumefarijika. Of course Mungu ana majibu yake, na ana wakati wake, na Mungu anakuambia hajawahi kuchelewa wala kuwahi. Kwa wakati wake ni muhimu sana, na pia ni wakati perfect. Kwa hiyo Wema Sepetu huu ni wakati wake perfect ambao kuna mmoja mwingine amebarikiwa na kupata mtoto wa kiume. Mwingine akasema alhamdulillah, amkuzie ya Rabbi, mtoto akue katika baraka njema. Mwingine kaandika kiukweli na furaha sana kwa ajili yake. Mwingine akaja hapa akasema leo nimejua kuwa dua baya la walimwengu Mola analigeuza kuwa heri. Manake walimwengu wakiwa unazungumza vitu vibaya kwa ajili ya mtu fulani, lakini Mungu
anageuza hayo mabaya kuwa mema. Mwingine kaandika, ukuu wa Bwana umejidhihirisha hapa. Mungu alitaka tujifunze jinsi ya neno uvumilivu. Wapo wengi wamekata tamaa kwa vitu vingi katika maisha, ila kupitia wema amefanyika ushuhuda, na wengi waliokata tamaa watapata nguvu upya kupitia ushuhuda huu. Jamani, tusikate tamaa angali tupo hai. Mungu hufanya kwa wakati na majira sahihi. Ongera Wema. Kwa hiyo huyu anasema kwamba Mungu anafanya kitu kwa wakati wake. Mwingine kaandika kwamba Mungu ni mwema, huyo mtoto sijui atapendwaje. Of course Wema ni aina ya mwanamke mwenye upendo sana. Kwa hiyo ule upendo uliokuwa anampa Manunu, sasa tuna imagine kwa mtoto wake huyu ambaye tumeelezwa kwamba amejifungua, itakuwaje? Au sio bwana? Itakuwaje pale ambako atakuwa mtoto anazidi kukua, mapenzi ya mama yake yatakuwa vipi? Kwani ningesema kwa nini mimi naomba kuuliza, kwa miaka yote hiyo hakuwa anafanya uamuzi wa kuzaa au ilikuwaje? Nauliza miaka yote. Of course si uamuzi, uzazi ilikuwa na shida kwa sababu msemekana alikuwa anabeba mimba afu zinaharibika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ilikuwa ni changamoto. Mwingine kaandika kwamba Allah amkuzie, kama ni kweli Allah amlinde na hasidi za walimwengu. Umesema kweli, mwaka wa boys. Mwingine akasema kwamba mashallah amkuzie kijana wake kwa neema nasimka kwa hiyo baraka. Of course ni kitu ambacho kimeweza kuwastajibisha watu wengi sana. Sasa nikijaribu kuangalia kupitia ukurasa wake wa Instagram, hajaposti chochote kuhusiana na hili, lakini for what I know ni kwamba anajaribu pengine labda ndio maana sasa hivi inasemekana kwamba kila kitu kimekuwa kwa, au si naweza kusema kwamba kimekuwa siri. Kwa hiyo wanajaribu kufanya vitu kwa siri ili mambo yasije kubadilika, kwa sababu wanazungumza kwamba endapo Wema Sepetu akiwa anaweka mambo yake hadharani, mengi yanaharibika kuhusiana na hayo ambayo yanaendelea. Na hata tunaona hizi video ambazo zimekuwa zikionyeshwa kupitia mitandao ya kijamii, amekuwa haziposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii ikiashiria kabisa kwamba hana time kabisa na watesi wake. Kwa hiyo sometimes unaweza uka reveal your next move, alafu watu wakajua kwamba unaenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo pengine hataki kuweka mipango yake ama vitu gani ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo inshallah Mungu azidi kumzidishia. Dondosha maoni yako, hakikisha unamsubscribe.